Wakati ajali inatokea, mimi nilikuwa nimetokea juu na shuka chini kwenda duka la dawa kuchukua dawa ya mke wangu. Wakati niko naenda huko, ndio ghafla nasikia gari nakuja kwa nguvu nyuma. Ile nageuka, wakati nageuka ndio naona cruiser imeshanipita, imegonga watu wengine walioko mbele yangu. Wakati napita sasa, baadaye kai imenigonga mkono, baada ya kunigonga ikaangusha simu yangu chini. Baada ya simu kuanguka chini, baadaye sasa ndio jamaa walikuwa watu chini hapo. Wengine wamegonga kana rudi nyuma angalau watu wengine watoke. Wakati baadaye anarudi nyuma, kulikuwa na gari nyingine cruiser ilikuwa imekuja kwa imevana sasa. Kwa hiyo ikae inashindwa kurudi nyuma. Kulikuwa na watu wengine chini walikuwa wanaumia. Kwa baada hapo aliporudishwa nyuma kwa nguvu sana, huyo jamaa alikuwa pale akawa amerudi pale na yeye akapata nafasi akatoka. Ndio watu wengine wakawa wamechukuliwa pale, wengine wakakimbizwa hospitalini. Mama mwingine alikuwa hajitambui, kulikuwa na mtu mwingine alikuwa analalamika amevunjika mguu, kulikuwa na kijana mwingine kwenye pikipiki pale alikuwa amelala hajitambui pale. Kwa hiyo ilikuwa kwa kweli ni ajali. Kwa ajali ilivyotokea ni kwamba ni huyo mtu alikuwa ameshagonga watu wawili huko juu. Sasa alikuwa anakimbia ili awakwepe. Sasa alipokuwa anakimbia awakwepe, ndo akakutana na kuna cruiser ilikuwa imesimama hapa na watu wao walikuwa wanapita. Sasa yeye ndo akawavaa, alikopo ni mama pamoja na ule jamaa wa pikipiki. Jamaa wa pikipiki amevunjika sana mguu. Mama yenyewe alikuwa anapumua kwa shida, sasa sijajua. Lakini huyo jamaa alikuwa ameshagonga watu kule juu. Ni jamaa wa garage. Amegonga watu kwa juu. Kwa hiyo ile kukimbia ndo akakutana na huyo mama na hizo pikipiki hapa hivi. Ile kukimbia. Sasa ndo akakutana nao, ndo akawagonga, akawabananisha wote hapo hivi maeneo hayo. Ndo baada ya kama nusu saa hivi ndo mapolisi wakaja, ndo wakamalizia hapo kuchukua details. Zinatembea zilikuwa kama 4 hivi. 2 ndo zikafanikiwa kutoka, zingine zikabananishwa hapo kwa sababu huyo jamaa alikuwa speed kinoma. Isingekuwa ni hii cruiser iliyokuwa imesimama hapa, ingekuwa yani wale wote wangeshasoga hapo chini. Kwa sababu ya nini nilikopo huyo jamani anakimbia kuepukana na wewe msala aliogonga kule juu. Kwa hiyo ndio hivyo. Nadhani ni mama. Yule mama yule. Sidhani kama, sina uhakika lakini alikuwa anapumua kwa shida sana. Na huyu mzee amevunjika mguu. Ni mbaya kwa sababu gani? Barabara ni ndogo afu magari yanapita mengi. Kwa simuona kama ilivyo finyu. Kwa hiyo yani barabara ni finyu sana. Kwa hiyo hata ile kukwepa kwa sababu ingekuwa hata ni kubwa, yule hata kama alikuwa anakimbia angefanikiwa kupita, asingesababisha ajali. Sasa barabara ni finyu, magari yanayotokea huku na magari yanayotokea huku yani mpaka yapishane na na inatokana na hizi mifereji zinazowekwa kwenye mitaro hapo. Hapo naomba serikali kama watawezekana yani barabara ipanuliwe hata iwe kubwa ili watu waweze kupita kwa uhuru ili ziweze kutokea hasa kama hizi zilizotokea leo. Okay, sisi tulikuwa ndani. Mimi nafanya kazi hapa, ofisi yangu ni hapa. Sasa tulipokuwa ndani tukasikia kishindo kikubwa kweli. Kutoka nje tukakuta cruiser 2. Moja inatoka huku kwenda huku, nyingine inatoka huku kuja huku. Yule aliyotoka huku kuja huku, yeye kusababisha ajali. Ila aliyotoka huku alikuwa anakimbia. Nasikia pia wamegonga huko juu. Katika kukimbia sasa ndio alipofika hapa. Kwa kuna bodaboda wako kule ukutani. Kwa hiyo alipofika hapo akawa amegonga wale bodaboda, wakawa wamebana kwenye ukuta. Sasa katika kuwabana kwenye ukuta, huyu wa hii cruiser akawa amezuia. Kwa hiyo kidogo, maana angekuwa pia huyo cruiser huku hayupo, yule na maana angewaua kabisa. Angepita hata juu. Kwa hiyo alikuwa amesimama kwa huku akawa kidogo amesaidia ile ajali wale wakufa. Kwa watu wamevunjika, wengine hivyo majeruhi. Hivyo. Wanavyosema alishasababisha ajali huko juu, aligonga na hapa alikuwa anakimbia. Walikuwa na wenzake wengi tu kwenye gari. Baada ya kusababisha ajali wenzake wakatoka wakakimbia wakamwacha mwenyewe. Ndio hapo watu wakamzuia, na wakati sasa alishagonga wale wako chini, anarudisha cruiser nyuma. Katika kurudisha ile cruiser akawa anavuta tena na wale wako ni pikipiki, anawavuta na ile nandili, maana ameshikilia na ile nandili hapa mbele. Ndio hivyo, wengine wakavunjika, dada watu hapo sio ameshafariki. Mmoja amevunjika mguu kabisa. Mwingine alikuwa anapumua kwa mbali sana, huyo dada alikuwa amebebwa, lakini walimwaisha hospitali. Na huyo mwingine pia ni bodaboda tu hapa kijiweni, na yeye amevunjika na ampelekwa hospitali. Hivyo hao wengine kidogo walikuwa wana uwezo wa kutembea, hawajaumia sana. Ile wawili tu ndio alizao ni mbaya sana. Huyo mmoja alikuwa jitambui kabisa, huyo dada alikuwa jitambui kabisa, hata kwa makoke ni kwa shida sana. Ila huyo mwanaume anajitambua, ila amevunjika. Ila yeye anaongea, anajitambua. Hali kwenye barabara kwa sasa hivi sio nzuri. Barabara ilivyotengenezwa ikasawazishwa,
Kiukweli watu wanakimbiza sana magari na pikipiki, hata watoto wanafunzi barabarani sasa hivi. Ni kumuomba tu Mungu. Kwanza barabara imesawazishwa. Na vile hatuna mabamsi tena. Yaani mtu akipita amepita. Ila wale sio kwamba wale walikuwa wanakimbia baada ya kugonga. Maana hata aliyogongwa huko amefika hapa. Amefukuzia gari amefika mpaka hapa. Akakuta na wenzake waliogonga na amesababisha tena ajali nyingine, ndio hivyo. Na yeye alikuwa hapa eneo la tukio. Imeshatokea, mimi nilikuwa tunaangalia mpira jirani na ajali ilikotokea. Huyo mtu nasikia alianza kugonga watu huko juu. Sasa katika ile kukimbia mshtuko alikuwa ajui, akaja kabaranishwa na kuza mwenzake ukutani, kwa hapo barabarani ukutani, ndo akasimama. Wakati huo kuna bodaboda aliyempakia mwanamke mmoja, wakapata ajali akawagonga hapo. Ndo ajali ilikotokea, huyo mama akafariki, bodaboda yeye akavunjika mguu. Kwa hapo mimi sikujua, maana nilikuwa kwenye harakati za kusaidia, lakini kwa nilipokuja kusikia baada ya kutoka hospitalini, nasikia ni fundi. Alikuwa na mafundi wenzake kwenye gari, baada ya kuona ajali wakaruka wote, akabaki yeye dereva. Nadhani ule mshtuko yule, nadhani akabaki hapo kwenye steering amezubaa. Alikuwa ni fundi. Na mtu mmoja alifariki hapo. Ndio amefariki hapo. Alikuwa na majeraha sehemu gani hizo? Kichwani sana. Sasa tulimsaidia kumkimbiza hospitali, tukambeba pale, nikaja nikaomba pick up barabarani, nikaona kuna jam, nikamwambia tunaomba tusaidie kumpeleka huyo mtu hospitali tuwaishe uhai wake. Ndo kageuza tukawasha hospitali. Sasa sijajua ni kwamba amefia njiani au ni pale. Ila tumefika hospitalini akakaguliwa, akapimwa, akasemekana huyu mama amefariki.